zitakuwa bayana siri. Mheshimiwa Chief Kadhi wetu wa mkoa huu wa Singida, ndugu yetu Sheikh Ramadhani Kahoja, Mheshimiwa wajumbe wetu baraza la mashekhe mkoa, kwa umoja wenu natambua uwepo wenu. Mheshimiwa mwenyeji wetu mkubwa kabisa, kaka yetu na mwalimu wetu Sheikh Isa Ramadhani Simba. Wewe ni Simba kweli, na usimba wako huonekana hadharani, kwa sababu wewe ni mwalimu wa wakufunzi, na kila mwalimu aliyetokeza Singida hapa basi amepitia katika maladhi yako. Mwenyezi Mungu akulinde, akuhifadhi. Mheshimiwa wageni wetu, mashekhe na masharifu wote mlohudhuria mahala hapa katika hadhara hii pamoja na kuipamba, na hadhara hii imepambika kwa ajili yenu, na kwa mujibu wa nuru mlizozieneza na namna mlivyoweza kufundisha umma huu, niseme jazakumullahu khairal jaza. Mheshimiwa mwalimu wetu, mwalimu Juma, mwalimu Khamis, nimefurahi ulivyoingia tu hapa nikamwona kijana wako mjumbe baraza la mashekhe mkoa Sheikh Ngaida kasimama. Niseme na hivyo ni sawa sawa kabisa. Ikhwana الإخوة والأخوات، في الوقت الذي نحتفل بذكر المولد النبوي الشريف، فلا بد أن نذكر أنفسنا من مكانته الشريفة وعظمته وعزه، لأنه قدوتنا. Ndugu zangu, katika wakati ambao tunaendelea na tunaendeleza kumbukumbu za kutaja mazazi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama, hakuna budi kuzikumbusha nafsi zetu na kuziweka katika kumbukumbu kutokana na heshima ya Mtume Muhammad, utukufu wake Mtume Muhammad, na ushindi wake wa mapinduzi ya amani katika ulimwengu mzima. Na kwa sababu hiyo, kwa kuwa Nabii Muhammad yeye ndiye kigezo chetu, hatuna wa kumuiga katika kazi zetu. Wa kumuiga ni Mustafa Muhammad. Katika maisha yetu wa kumuiga ni Mustafa Muhammad. Katika malazi yetu wa kumuiga ni Mustafa Muhammad. Katika kula kwetu wa kumuiga ni Mustafa Muhammad. Katika malezi na kulea familia zetu wa kumuiga ni Mustafa Muhammad. Lakini katika kulinda amani na utulivu wa kumuiga ni Mustafa Muhammad. Na hilo linathibiti ndani ya Qur'ani pale Mwenyezi Mungu aliposema baada a'udhu billahi minash shaitani rrajim, laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasana, kwa hakika amekuwa kwenu nyinyi ummati Muhammad, Mtume Muhammad ndiyo kigezo chema, muigwaji mkubwa wa kuigwa. Ukitaka kufanikiwa katika maisha yako, ishi kama alivyoishi Nabii Muhammad. Ukitaka kufanikiwa katika ibada zako, fanya ibada kama alivyofanya Nabii Muhammad, na kama anavyothibitisha mwenyewe kwa kusema sallu kama raaitumuni usalli,
swalini kama mlivyokuwa mkiniona nikiswali. Ndugu zangu Waislamu, niseme tu taatul umara wajibun. Kuwatii viongozi wetu ni swala la lazima na sio khiari, na ndio mafundisho binasil kitabi wa sunna tulofundishwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na Nabii Muhammadin sallallahu alaihi wasallama. Tukiangalia suratul Nisa aya nambari 59 kama sikosei, maktaba inayotembea yuko hapa Sayyid Sheikh kusoma, Muhammad kusoma. Na nashukuru tumetoka safari ya mbali, kila nilipo yupo, kila alipo nipo, na alhamdulillah kila napokaa toka jirani. Basi hii ni muujiza Mungu. Tumetoka Burundi, tumekutana Kiteto, na hatimaye tumekutana Singida. Alqulubu tataalaf wa tataalaf. Mwenyezi Mungu anasema, ya ayyuhalladhina amanu, eni ninyi mliomwamini Mwenyezi Mungu, atiu Allah, mtiini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kumtii Mwenyezi Mungu ni kukubali kukaa chini ya amri na maamrisho ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wa atiu rasul, na mumtii Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallama, mkubali kukaa underground ya sheria na amri za Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallama. Lakini la zaidi lingine, wa ulil amri minkum, na mkubali kukaa kutii amri za wale watawala wenu. Maneno haya ukisoma Fannul Khataba unaambiwa istidlali ya kwanza uanze binasil kitab, istidlali ya pili ni sunna ya Mtume Muhammad, istidlali ya tatu ni aqwalu sahaba au aqwalu ulama, na ya nne huko lete ngonjera zako unazozitaka, hikam, shairi unazozitaka. Kwa hiyo ni usie tunapokuwa ni wenye kutoa dalili, ili tusimulike, tumwangalie Mungu anasemaje na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasemaje. Lakini masahaba alosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisunnati wa sunnati al-khulafa ar-rashidin al-mahdiyyin, jilazimisheni na mwenendo wangu mimi Mtume Muhammad na mwenendo wa makhalifa wangu masahaba, tena waongofu. Mtume akasisitiza tena mukamate kwa magego. Lakini fayala al-ar wa yala al-shanar wa yala al-fadhiha, leo watu kila zungumzaye ni shairi. Asisemi shairi haifai, japo ashwarau yaktadihimu al-ghawna, lakini zile shairi ambazo hazina maana. Tujitahidi tunapozungumza, tunaposomesha, tusikiwache kitabu cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na ndio maana nampenda ndugu yangu Sayyid Muhammad wa kusoma, akisimama kuitembeza ile maktaba yake inayotembea, anatoa dalili kwa mujibu wa Qur'ani, kwa mujibu wa Sunna, kwa mujibu wa maneno ya wanazuoni, aqwalu sahaba, alafu na shiri kama nazo anadondoka dondo za make zinakuwa kama chechandu. Sallu ala nabi. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama naye hakuwa mbali kuhusiana na swala zima
la kuwatii ulil amri, na hii leo ndio tumepoteza ladha, kutowatii wale wenye mamlaka, ima sawasawa iwe viongozi wa dini au viongozi wa serikali. Hawa ni ulil amri biduni listithna, lazima watiiwe. Ilipofika mahala tukaacha kuwaheshimu mashehe zetu ambao wao ndio kudwa wetu, kwa sababu ni warathatul anbiya, ndio tumepoteza sasa mwelekeo, na hilo ndilo wanalotumia ndugu zetu mawahabi kutupigia. Tumekosa kuwaheshimu viongozi wetu, tumekosa kuwatii watawala wetu, kwamba kila likikaa jambo la kuheshimiwa ulil amri husema ni bid'a. Imefika bid'a, ukiona mtu umefika mahala watu wamekusimamia bid'a, ukifika mahala umeshumiwa mkono bid'a, ikifika mahala umebebewa kiatu bid'a. Wale lengo lao ni kutaka kuyavunja haya majambo, tuwe makini. Na haya nasema maksudi kwa ajili kutaka kuyaweka wazi vizuri maneno ya Sheikh Abubakar, watu wasije wakayachukua wakayafasiri vibaya. Amezungumza na amejaribu kufahamisha umma, lakini sasa akili zinatofautiana. Watu watasema hata akija mufti hapa asisimamie. Sasa wewe Sheikh Isa aje mufti afu usisimame huwa. Haya basi, leo tuna mgeni rasmi, hata waziri mkuu au mheshimiwa rais, kwa kuwa tuko katika madhi rasuli, basi tusisimame. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama ametuambia, alaikum bisam'i wa ta'a wa inistu wala ustumila alaikum abadun habashiyun, jilazimisheni na usikivu na utiifu. Ijapo atakayekuja kukutawaleni nyinyi mtamuona ni mtumwa tu fulani wa Kihabeshi na nyinyi pengine ni Waarabu, lakini kuweni wasikivu, watiifu. Hatukatazi swala la kumswalia Mtume Muhammad, kwa sababu kumswalia mtume hakuna mpaka, wala akija kiongozi haimaanishi tena ndio mwisho wa kumswalia mtume. Tutaendelea kumswalia mtume, la adada la, hakuna idadi ya kumswalia Nabii Muhammad, wala hatupunguzi kitu katika heshima ya mtume. Ndio maana nikasema Sheikh Salim Ngaida amenifurahisha baada ya kuingia mwalimu wake Mwalimu Hamisi kusimama. Kwa hivyo tusije tukaelewa vibaya maneno ya Sheikh Abubakar, hakukusudia huko. Sisi tumeelewana vizuri, hakukusudia huko. Tujilazimishe na usikifu na utiifu. Na hata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama, na yeye ndio ametoa amri katika hadithi iliyopokelewa na Abu Daudi na Tirmidhi, anzilu nasa bimaana ta'u dhi kulli haqqin haqqahu min al-ihtirami wa takdir, kumpa kila mwenye cheo haki yake, na haki yenyewe ni kumheshimu, heshima yake. Sasa leo hawa watoto watakutana na Sheikh Isa wakampungia mkono, baada ya kumpa mkono kisha akapata baraka kushuma. Nimesema ukitaka dalili baadaye usinifuate mimi, mfuate cha kusoma. Maktaba yote utatosheka nayo. Kwa hiyo ndugu zangu, nisiwe na maneno mengi sana, lakini niseme tu kwa muktadha wa mada hii, kwa muktadha wa mada hii na muktadha wa hadhara hii, niamishe moja kwa moja mawazo na fikra za mufti na Sheikh mkuu wa Tanzania Dr. bin Abi Bakr bin Zubair bin Ali Mbwana, atala Allahu bakaahu fi khidmati al-islami wal muslimina qatiba. Lakini nihamishe moja kwa moja fikra
mawazo na amri ya hao maulil amri, Mheshimiwa Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mama yetu Daktari Samia Suluhu Hassan, kama tunavyoshuhudia leo katika vyombo vyetu vya habari, taifa letu linaelekea katika kipindi kigumu, kipindi cha kwenda kuwapata viongozi wetu, viongozi wa serikali. Nao ni uchaguzi mkuu, uchaguzi ambao leo tutapata madiwani, tutapata wabunge, lakini pia vile vile tutampata rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Maneno yao ni yakumbushe, na sisi tusimame katika usikivu na utiifu, kwamba tuhakikishe tunashiriki katika zoezi zima la kupiga kura. Kupiga kura ni haki ya kumpata kiongozi unayemtaka, ambaye atakuletea maslahi unayoyataka katika kata, jimbo na hata nchi yako. Isije baadaye ikaja majuto mjukuu, ukalalamikia huduma ya maji, ukalalamikia huduma ya umeme, ukalalamikia huduma ya barabara, kumbe hujatoka kwenda kumchagua kiongozi anayekufaa, atakaye kuletea neema zote hizo. Mheshimiwa Mufti na Sheikh Mkuu wa Tanzania ananadi kila siku katika speech yake, katika maneno yake, kwamba watu wajitokeze kwa wingi kwenda kupiga kura, lakini pia vile vile wadumishe amani na utulivu, kwa sababu amani na utulivu ni dini yetu, ni jina la dini yetu al-Islam. Uislamu ni dini ya amani, lakini majina ya peponi ni amani, Darus Salam, lakini amani ni katika majina ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, anaitwa Assalam. Kwa hivyo niseme amani pia ni katika maamkizi yetu. Tunapokutana kama alivyosema Sheikh Jamali, wengi tunaishia assalamu alaikum, hatuendi wa rahmatullahi wa barakatuh, wakati mtume ni rehma. Kwa hiyo amani ni maamkizi na ni dua zetu. Lakini amani ni maneno miongoni mwa maneno, au ni maamkizi miongoni mwa maamkizi ya peponi. Tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam. Lakini amani ni miongoni mwa maneno ya Mwenyezi Mungu, salamun qawlan min rabbir rahim. Hatuna budi kwamba jukumu la amani linadiwe na chama chochote na kiongozi yoyote, lakini amani ni dini yetu aliyoitumiliza Mwenyezi Mungu kupitia Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo tutakushangaa wewe Muislamu mwenye dhamana ya amani ikawa ndio chanzo na chambo wa kuvunja amani, tutakushangaa sana. Hizi ni salamu za Mheshimiwa Mufti na Sheikh Mkuu wa Tanzania Dr. bin Abubakar bin Zuberi bin Ali wa Mbwana. Lakini tumemsikia Mheshimiwa Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania akisema kwamba hakuna maandamano, na yeye ndiyo amiri jeshi mkuu, anawalinda watu wote wapate utulivu wa salama na amani na waelekee kupiga kura. Hakuna maandamano. Maandamano yatakao kuwepo ni maandamano ya kupiga kura, na baada ya kupiga kura watu warejee majumbani mwao kwa salama na amani. Lakini pia ni vile vile lazima tuhamashishane kutoka kwenda kupiga kura. Ewe baba, chukua familia yako, mwelekee katika kituo mlichojiandikisha cha kupiga kura. Ewe rafiki, muamrishe rafiki yako, mkumbushe rafiki yako maslahi ya kupiga kura, na jukumu la kupiga kura ni kwa maslahi yetu binafsi na maslahi ya taifa letu. La mwisho nimalizie, tusije kudanganywa na kuongopewa na watu wachache ambao hawalitakii mema taifa letu la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.
na mpaka sasa wakiwahamasisha Watanzania waandamane au wafanye vurugu, hali ya kuwa wao wako duniani kule Ulaya wanakula bata. Tutakaopata tabu ni sisi, zitakazoathirika ni familia zetu, na itakayoharibika ni miundo mbinu yetu. Mpaka hapa niseme na kushukuruni sana. Mwenyezi Mungu akulipeni kila la kheri sana. Wageni wetu tunakushukuruni sana. Mimi sio mgeni kwa sababu Singida ni nyumbani, na Sheikh Isa alishanipa vibali vyote vya wake, bado sijampa siku lakini ukitaka wake wacha Mungu basi umuone Sheikh Isa tu inshallah. Nadhani Sharifu Mnyabasi amesikia haya na inshallah atafanyia kazi. Kwa haya niseme wa ilahuna, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.